Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu ambazo zimekuwa za baraka. Napenda kurudia baraka za Ibrahimu. Baraka za Ibrahimu kwa sababu kuna watu wameuliza baraka hasa ni nini? Je, baraka ni utajiri au baraka ni jambo gani hasa? Kwa hiyo nataka kufafanua kuhusu baraka. Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12. Bwana Mungu akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakaye kuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Rutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Rutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Harani. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na Abrahamu ambaye baadaye aliitwa Ibrahimu. Abrahamu aliitwa na Mungu kutoka katika nchi yake na kumwambia nenda Kanaani. Basi tukaona kwamba Abrahamu alipoambiwa hivyo hakuacha kumuuliza Mungu kwa sababu gani niende huko. Lakini Mungu akamjibu akasema, nenda kwa sababu ninakukusudia wewe nikufanye kuwa taifa kubwa, halafu na kukubariki, halafu na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo hicho ndicho ninachotaka, uende kule nami nikubariki. Halafu anasema, na kila akubarikia atabarikiwa, naye akulaanie atalaaniwa. Kwa hiyo baraka ni nini hasa? Baraka ni neema ama wema au fadhili njema inayotoka kwa Mungu. Ambayo inaleta faida ama ulinzi ama mafanikio ama amani katika maisha ya mtu. Baraka ni neema au wema au fadhili njema inayotoka kwa Mungu na kumletea mtu faida, ulinzi, mafanikio, amani kwenye maisha yake. Kwa hiyo kwa kifupi, baraka sio utajiri bali ni neno la kiroho. Baraka ni neno la kiroho. Kwa kifupi, baraka ni neno la kiroho ambalo ni tendo la Mungu kumwaga neema yake juu ya mtu. Ni tendo la kiroho ambalo linatoka kwa Mungu kumwagia mtu neema yake. Ukisoma Methali sura ya 10 mstari wa 22 anasema, baraka ya Bwana hutajirisha, wala haina huzuni pamoja naye. Yaani haichanganyiki na huzuni. Kazi ya baraka ni kumtajirisha mtu pia, pamoja na kumpa ulinzi, amani, sijui nini, lakini pia inaweza kumtajirisha. Kwa hiyo baraka sio utajiri. Kumbuka ukiendelea kusoma hapa, Ibrahimu alitoka akiwa tajiri kwenda katika nchi ya Kanaani. Alikuwa na vitu vingi, watumishi wengi, mali mengi, ng'ombe, kondoo, nini, alikuwa nazo za kutosha. Lakini hapa Mungu anamwambia nitakubariki. Kumbariki maana yake kumzungushia wigo wake, kumzungushia ulinzi, kumzungushia mafanikio, kumzungushia amani kwenye maisha yake. Kwa hiyo baraka ya Bwana inaleta utajiri pia, kwa sababu huwezi mtu kuwa na utajiri kama huna amani, huna ulinzi,
una furaha. Kwa hiyo baraka kazi yake ni kumtajirisha pia mtu, pamoja na kumpa ulinzi na amani na nini, lakini kazi nyingine ya baraka ni kumtajirisha mtu. Kimaisha pia inahusika katika afya na kazi, familia, amani ya moyo, mafanikio. Inafanya kazi hiyo. Amani inaweza pia ikakupa afya njema. Kazi inaweza kukuletea familia, amani ya moyo na kadhalika. Lakini pia furaha inaweza kuja kutokana na baraka. Kwa hiyo baraka sio mali tu, sio mali tu. Maana hata wazazi na watumishi wa Mungu mara nyingi nao hutoa baraka. Kwa mfano, ukisoma Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 26, pale kuna baraka iliyoamriwa kwa makuhani kuwabariki watu. Anasema mtawabariki watu kwa namna hii: Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Kwa hiyo pale maana yake mtumishi au baba anamtakia mtoto wake, au kama ni mtumishi anawatakia watu wake mafanikio, anawatakia amani, anawatakia ulinzi na kibali cha Mungu kitembee pamoja nao katika maisha yao. Kwa hiyo baraka sio vitu. Baraka ni neno la kiroho linalomtakia mtu heri na afya njema, linamtakia mtu mafanikio, lakini sio yale mafanikio, bali kazi ya baraka ni kumtakia mtu mafanikio, kumtakia heri njema na kadhalika. Hiyo ndiyo baraka. Kwa hiyo kwa kifupi walau nimeweza kujibu hili swali kwamba baraka ni nini hasa. Baraka ni utajiri. Baraka sio utajiri. Baraka lakini inaweza kukupa utajiri, inaweza kukupa ulinzi, inaweza kukupa afya njema, inaweza kukupa amani ya moyo, inaweza kukupa furaha. Baraka ni tendo la kiroho, ni neno la kiroho au tendo la kiroho linalofanywa na watumishi wa Mungu ama wazazi kwa watoto wao. Mpaka hapo Mungu akubariki. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Hapa nimeona nifafanue hili, bila shaka walau kwa kiasi nimejitahidi. Mungu wa mbinguni awe upande wako, akuongoze. Siku njema akulinde, akutunze, ukawe na afya njema na kufanikiwa katika maisha yako. Akubarikie Mungu Baba, akulinde, akuangazie nuru zake, akufadhili, kuinulie na uso wake, akupe amani, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.